Serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inaamini kuwa maendeleo endelevu hayawezi kupatikana kwa serikali pekee, bali yanahitaji nguvu ya pamoja kati ya serikali, taasisi za dini, sekta binafsi, wananchi wenyewe. Leo tunapoadhimisha miaka 60 ya utume huu, tunasherehekea pia miaka 60 ya urafiki, ushirikiano na kujenga taifa moja lenye amani, mshikamano na matumaini. Ndugu viongozi na waumini, katika dunia inakabiliwa na changamoto za migogoro, kuporomoka kwa maadili na ongezeko la ubinafsi. Ujumbe wa damu azizi ya Kristo kwa upendo, upatanisho na mshikamano unahitajika zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Kupitia maadhimisho haya, naomba tukumbushane sisi sote mababa na waumini, tunapaswa kuendelea kulipa uzito suala la malezi bora, na mama yangu hapa, Mama Martha Mrata amelisema kwa uzuri, malezi bora kwa watoto. Na ndio maana mimi nimevutika sana watoto walipokuja kwa wingi hapa, nikawiwa niwape zawadi, kwa sababu ni ndo tamanio letu, ndo tamanio letu kama serikali kuona tunaandaa kizazi ambacho kesho kitakuwa kizazi chema kwa mustakabali wa taifa letu. Lakini pia tuendeleze malezi bora kwa vijana na familia kwa ujumla, ili kuzuia na kutokomeza vitendo vya ukatili kwa jamii, vitendo vinavyohatarisha mustakabali wa watoto, vijana, taifa kwa ujumla. Na hapa ni kuwakumbushe kuwa hakuna maendeleo ya kweli yanaweza kupatikana bila kuwa na jamii yenye maadili mema na uzalendo kwa taifa. Kwani katika dunia ya sasa vijana wamekumbwa na wimbi kubwa ambalo kimwili wana nguvu nyingi, lakini kihisia wako dhaifu sababu ya makuzi na malezi. Kwa kifupi nasema physically strong but emotionally exhausted. Lakini pia vijana wetu wanakumbwa na wimbi la teknolojia, wana maarifa makubwa kwenye upande wa teknolojia, lakini kiroho ni watupu na wakiwa. Technologically smart but spiritually empty. Lakini vijana wetu wamekumbwa na tatizo la kuwa na malengo makubwa ya kupata utajiri na tamaa kufanikiwa, lakini wepesi wa kukata tamaa, financially ambitious but easily discouraged. Tuwakumbushe kuwa vijana wetu, jamii kabla hajawita wamefanikiwa au wameshindwa, na kabla watu hawajatambua kwa alama zao za elimu, biashara, familia wanazotoka, mafanikio yao, idadi yao walionayo kwenye mitandao ya kijamii na muonekano wao, wakumbuke kuwa Mungu tayari ameshawaita wateule wa thamani na wapendwa wake. Isoma kitabu waraka wa Mtume Paulo, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 mstari wa 12, neno linasema, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa wao waaminio katika usemi na mwenendo na upendo na imani na usafi. Kwa Mwenyezi Mungu kashawatambua tayari kuwa wao ni wateule wa thamani na wapendwa wake. Lakini pia tuwakumbushe vijana kwamba dunia ya leo imejaa kelele nyingi. Kila mtu anakuambia cha kuvaa, mafanikio yako yanapaswaje kuwaje, jinsi ya kupata umaarufu na nini unapaswa kutamani. Lakini vijana wenye nguvu zaidi si wale wanaopiga kelele zaidi na wanaumbishwa na kelele hizi. Vijana wenye nguvu zaidi ni wale ambao bado wanaweza kusikia sauti ya Mungu katikati ya kelele za dunia na kuifuata. Lakini tuwakumbushe wasiruhusu umati wa watu kunyamazisha imani yao, na tuwasisitize kuwa wanaweza kuwa wa kisasa bila kupoteza imani yao. Wanaweza wakatumia teknolojia na bado wakapiga magoti mbele ya Mungu, na wanaweza wakafanya biashara zao na mambo yao, na wakati huo wakajenga ufalme wa Mungu. Hivyo kizazi hiki cha vijana kinaweza kutambulika si kwa kelele za dunia, bali kwa furaha, amani na nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaliomba shirika hili liendelee kuwa sauti ya matumaini kwa waliokata tamaa, mwanga kwa walio gizani, na daraja la maridhiano pale panapokuwa na migawanyiko. Tunapaswa kutambua kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya taifa letu. Waasisi wetu walitulifisha amani, hivyo ni muhimu kuendelea kuwaenzi waasisi hao kwa kulifisha vizazi vyetu vya sasa na vijazo taifa lenye amani. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.